Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Dada Wadogo Media, ninakukaribisha katika kipindi hiki cha Nitume Mimi. Hapo tunaongelea mambo mengi kuhusu maisha, hasa maisha ya upadre, maisha ya utawa au safari nzima ya wito. Na siku hii ya leo nipo na Shemasi Deodati Zawadi na mimi Sister Desteria Magota. Basi ninakukaribisha uwe nami mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Tuanze kwanza kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Mungu tunaomba utuongoze katika kipindi hiki watu wengi waweze kuvutiwa na kujiunga na maisha ya wito wa upadre na utawa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Shemasi, tumsifu Yesu Kristo. Habari za utume? Naendeleaje? Basi wapenda watazamaji, wangependa kufahamu historia yako ya wito na kuzaliwa kwako mpaka kufikia hatua hii. Tueleze kina kaubaga kuhusu safari hiyo. Kwa majina naitwa Deodati Zawadi, ni mtoto wa Baba Salvatori Sabas Njau na Mama Agustina Morris Moshi. Mimi ni mzaliwa wa parokia Bibi Yetu wa Mlima Karumeli, Jimbo Katoliki la Moshi. Nimezaliwa tarehe 16 mwezi wa 4 1989 na nimebatizwa tarehe 20 mwezi wa 10 1989 katika parokia hiyo hiyo ya Maria Mlima Karumeli, Jimbo Katoliki la Moshi. Na mimi ni mtoto wa kwanza kati ya watoto watano katika familia yetu. Asante sana. Na shule ya msingi ulisoma wapi? Shule ya msingi nimesoma Mrumeni, shule ya msingi Mrumeni kuanzia mwaka 98 hadi 2004 nilipomaliza darasa la 7. Na baada ya hapo masomo yako yaliendelea mpaka? Baada ya kumaliza shule ya msingi 2004, mwaka 2005 nilianza form 1 shule ya sekondari Pakula, inapatikana Kirua Iwa, Jimbo Katoliki la Moshi. Hapo nilianza form 1 au kidato cha kwanza mwaka 2005 na kuhitimisha au kuhitimu 2008. Nadhani baada ya kumaliza kidato cha 4 2008 ule muda wa kusubiria matokeo nilienda Dodoma kwenye CAMWNC ile shirika la Don Bosco waliandaa utaratibu wa kuita vijana kwa ajili ya kujifunza maisha ya wito, maisha ya utawa, maisha ya upadre. Kwa na mimi pia baada ya kumaliza kidato cha 4 2008, mwaka ule nilipata bahati ya kufika Dodoma kwenye kituo cha malezi cha Don Bosco kwenye programu yao wanaita CAMWNC, na nilikaa pale kwa mwezi mmoja kujifunza maisha ya utawa, kujifunza maisha ya wito kwa namna ya pekee katika shirika la Don Bosco. Na matokeo yalipotoka, basi nilirudi nyumbani Moshi. Baadaye nikaanza kidato cha 5 shule ya sekondari Kisomachi, Jimbo Katoliki la Moshi, na nikahitimu kidato cha 6 2012. Hapo nikurudishe nyuma, ile CAMWNC ulienda katika shirika la Don Bosco. Ni nani aliyekuonyesha kwamba uende katika shirika hilo na kuangalia mazingira? Nikiwa sekondari nilikuwa kiongozi wa TYSS ngazi ya tawi, kwa maana ya sekondari niliyosoma. Baadaye nikawa kiongozi wa TYSS ngazi ya Jimbo la Moshi. Nilikuwa katibu wa halmashauri ya wanafunzi Jimbo Katoliki la Moshi. Kwa hiyo kwa nafasi ile au kwa uongozi ule nilipata bahati ya kuhudhuria makongamano mbalimbali ambayo kwa kule Moshi yanafanyika kule Marangu. Kupitia makongamano yale, mikutano ile na warsha zile, nilikutana na maburuda au mabrada wa Don Bosco ambao walikuwa wanakuja kutoa semina na vipindi mbalimbali kule Marangu kwenye makongamano na semina mbalimbali. Nilipowaona basi nikavutiwa na utume, na kilichonivutia kwao ni utume kwa vijana, kama ilivyo kauli mbiu, kama ilivyo kazi kubwa ambayo alifanya Mtakatifu Don Bosco, ambaye kwa kweli tukisoma historia ya Mtakatifu Don Bosco tunaona kwa namna gani ambavyo walikuwa na kiu na vijana, ya kuwasaidia vijana. Mimi kile kilinivutia sana
toka nyakati ile ya udogo, katika udogo wangu ule nikapenda sana ile karama ya kuhudumia vijana. Ni nyakati ambayo miaka 2000 na kuendelea mpaka leo ni nyakati ambapo vijana wanahitaji sana msaada toka miaka ya 2000 pale. Kwa ile kiu yangu ilikuwa ni kusaidia vijana kwa kweli. Ndio maana baada ya kumaliza kidato cha 4 nikavutiwa kwenda kule kwenye kujitafiti, kuangalia kama naweza nikajiunga nao, lakini basi kwa bahati haikuwa njema sikujiunga nao kwa sababu nilikosa ada ya kusoma katika shule yao. Nilitamani sana kusoma seminari, lakini kwa sababu ya hali halisi ya familia basi sikuweza kusoma seminari. Na kwamba kwa shirika lao ukitaka kujiunga ni lazima usome katika seminari yao, au unaweza kujiunga katika seminari nyingine au shule nyingine kadiri ya utaratibu wao? Kwa kadiri ya utaratibu wao unaweza kujiunga baada ya form 6. Lakini mimi kiu yangu ilikuwa ni baada ya ulipomaliza tu pale kwa ile kazi niliyoiona, kwa kazi niliyoiona walikuwa wanahudumia vijana, yani tamani nibaki kwa moja kwa moja, yani sio. Sasa baada ya kumaliza kidato cha 6 basi nikawa sikubahatika kwenda tena. Sikufikiria tena ile kiu pengine ilikosa mtu wa kuiendeleza, alikuwa hakuna. Ndio kaamua tu kuendelea tu na maisha mengine na malezi. Na wakati ule mimi sikusoma seminari, na nilianza Moshi. Sikusoma seminari, na kwa taratibu wa jimbo la Moshi kama hujasoma seminari unafanya kwanza utume seminarini kwa lengo la kujifunza maisha seminari. Kwa sababu mimi sijui, sikuwa mseminari, kwa hiyo ilibidi nikajifunze kwanza maisha ya seminari yakoje. Ni utaratibu mzuri ambao jimbo la Moshi wameweka. Mtu anapotaka kujiunga na jimbo la Moshi, nadhani hata kwenye majimbo mengine ni utaratibu ambao unatumika, kwamba unapita kwanza seminarini, walau unajifunza hata kufungua kitabu cha masifu, kwa sababu unasoma shule za kata huko hata masifu, utaratibu hata kusali sala ya kanisa upo. Kuna maisha ya uchaji, maisha ya sala, utaratibu ule, yani kufuata ratiba. Maisha ya seminari yanaandaa vijana kwenye maisha ya nidhamu. Katika seminari tunajifunza nidhamu. Hata wako wengi pia, tuna viongozi wengi wakubwa ambao hawakufikia upadre, lakini tukiwaangalia kwenye jamii wana nidhamu ya maisha kwa sababu walipita seminari. Kwa basi baada ya kumaliza kidato cha 6 mwaka 2012 niliomba kujiunga na jimbo la Moshi. Baadaye nikaandika barua, wakanipokea, wakaniambia hauwezi kwenda nyumba ya malezi kwanza mpaka tukupeleke seminari ndogo ya Mtakatifu Yakobo au kwa jina maarufu St. James Seminari pale. Nikakaa pale kwa miezi 6 ya uangalizi, lakini pia kujifunza maisha ya seminari, kujifunza kwa kweli. Na ile ilinisaidia sana, kumbe seminari ndio hivi. Sikusoma, lakini walao nimekaa kule kupata muda jinsi yanavyokuwa kujifunza, kufuata taratibu zote za wanafunzi. Muda wa sala tunaenda kusali, muda wa kula tunaenda kula, muda wa kazi, muda wa michezo. Kwa kweli ile yani kama mwanafunzi kabisa, isipokuwa darasani tulikuwa wametuandalia utaratibu wetu sisi. Na wale ambao tulijiunga mlikuwa wangapi? Tulikuwa wawili, nilikuwa mmoja bado yuko Moshi, anaitwa Frater Pasco Pendo, ni frater wa jimbo la Moshi mpaka sasa. Tulikuwa pamoja na tulipangiwa utaratibu kujifunza muziki kidogo, kujifunza maisha ya kiroho, Biblia, tafakari mbalimbali. Kuna muziki unafahamu? Kidogo sana. Sikuendeleza. Au ulikuwa mgumu sana kujifunza kinanda? Kwa maisha ya shule kidogo, wakati mwingine muda unakuwa mdogo, sasa kuchanganya vitu, wakati mwingine tukasahau vitu vya shule. Kwa hiyo hatukupata muda wa kuendeleza. Kwa hiyo safari ile ya miezi 6 kwa kweli iliniimarisha, ambao nilianza mwezi wa 3 2012, nikaimaliza mwezi wa 9 2012. Baadaye nikapewa likizo kidogo. Januari 2013 ndo nikaanza mwaka wa malezi kwenye kituo cha malezi kule Moshi, kinaitwa kituo cha Karoli Luangwa, cha Mtakatifu Karoli Luangwa kule Karanga, jimbo Katoliki la Moshi, ambapo nilianza malezi 2013 Januari ile mpaka mwezi wa 9 2013 nilipomaliza malezi. Na baadaye baraza la maaskofu alinipanga seminari kuu ya Kibosho kwenda kuanza masomo ya falsafa. Kwa masomo ya falsafa nilianza
mwezi huo wa 9 mwishoni 2013. 2016 nikamaliza mwaka wa 3 wa falsafa. Ndio. Na kabla hujaendelea, ni kitu gani ambacho kimekuvutia mpaka ukajiunga seminari na mpaka sasa hivi unakaribia kupata daraja lako la upadre? Nani aliyekuwa kivutio kwako? Ni kitu gani ambacho kimekuvutia mpaka kujiunga na maisha haya ya upadre? Kwa kweli, kwa mimi kupata hamu ya upadre ina historia ndefu kidogo. Ndio. Mimi ni kama nilivyokuambia, nimezaliwa Moshi kule, na wazazi wangu ni Wakatoliki na walifunga ndoa Katoliki. Baada ya kufunga ndoa, baba yangu aliondoka nyumbani, nikabaki na mama yangu. Kwa hiyo mama ilifika mahali akabadilisha dhehebu, akawa Mpentekoste. Kwa mimi nakuwa wakati napata akili za utambuzi, nikajikuta niko Pentekoste. Lakini kihistoria inaonekana nimebatizwa Katoliki nikiwa mdogo. Nimebatizwa na miezi 4. Maana mimi nimezaliwa mwezi wa 4 tarehe 16. Nimebatizwa tarehe 20 mwezi wa 10 nikiwa kama miezi 6 tuseme. Kwa hiyo nimebatizwa nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo nimekuja kupata akili ya utambuzi, nimejikuta niko kwenye kanisa la Pentekoste. Lakini nikiwa kule nikajiona kama kuna kitu fulani hivi kinapungua. Sababu naona kule kwanza wengi ni watu wazima. Alafu ile namna ya kusali, ile namna ya kusali, unaona wakati mwingine wanalia. Sasa ukiona mtu mzima analia, wewe mwenyewe unajisikia strange kweli, au so strange kwamba unajisikia hofu kweli, woga. Baadaye niliona watoto huko nje, hiyo kanisa liko karibu na barabara. Nikaona watoto wengi wanatembea, kwa sababu ya ile kufuata mkumbo ile mob psychology ile, nikawafuata. Tukaenda nimefika kanisa Katoliki sasa, ambayo ndio parokia yangu ya kuzaliwa, Bikira Maria Mlima Karumeli. Nikaingia kanisani. Kumbe ule muda nimeenda sababu watoto sikujua ratiba. Kanisa Katoliki kuna ratibu wa misa. Nikajikuta kumbe ile misa niliyoingia ni misa ya 4. Parokiani kwangu na misa 4. Misa ya kwanza ya watu mbalimbali, watu wenye dharura, watu mbalimbali. Misa ya pili ya wazazi. Misa ya 3 ya watoto. Misa ya 4. Sasa mimi sikuwa najua hizo taratibu zote kwa sababu hata nimekuwa tayari najikuta niko kwenye kanisa la Pentekoste. Kwa hiyo sijifahamu taratibu zote. Nikaingia. Napiga muziki, nilikuwa napiga kinanda. Nilikuwa ni prosper case wakati walikuwa form 6 kusali seminari. Ndio walikuwa napiga, ndio walikuwa organist, alikuwa mpiga kinanda pale kanisani. Chini ndio ambayo tunamuona mara nyingi mzee wa sali mbashara. Kwa wakati ule alikuwa kidato cha 6 yeye. Nikamkuta pale anapiga kinanda, kwaya wanaimba. Taratibu mzuri, hamna kulia, watu wanasali kwa watu wanafurahi. Ilinivutia sana. Kumbe kwa taratibu wa parokia wakati ule anaitwa Padre Valerian Msafiri. Ni padri, ndio vika wa Vikareti ya Vunjo kwa sasa, ni parokia ya Malaika Mkuu Himo pale. Wakati ule ndo alikuwa kwenye parokia yetu kama paroko. Kumbe haikuruhusiwa mtoto mdogo kuingia misa ya wakubwa, misa ya vijana. Watoto wana misa yao. Sasa mimi sikujua, kwa nikajikuta nimeingia ile misa ya vijana. Na wakati anaanza kuhubiri pale akasema watoto wote walikuwa kwenye misa ya vijana piga magoti. Piga magoti pale. Altareni pale. Tukapiga magoti altareni pale. Mlikuwa wengi. Wengi wale ambao tulikuwa tumeenda wengi kidogo. Piga magoti pale, akaanza kuhubiri. Nimekuja kupata hiyo picha baadaye, yani baada ya kuelewa. Ila wakati ule sikuelewa kwamba kuna nini kinaendelea. Mimi najua tu hapa anaongea, baadaye wanaimba. Wakati ule sikuelewa chochote. Piga magoti mwanzo mpaka mwisho wa misa. Baadaye tukatembea na magoti kuanzia altareni mpaka sakristi mpaka nje. Na mkongoto kutosha. Sasa nikasema kumbe nimekimbia, watu wanalia huko unapigisha magoti huko mkongoto. Lakini baadaye pamoja na hayo yote tunasema kweli, yani imani Katoliki ile mbegu ikishasiwa, unajua nilishabatizwa. Ile mbegu ya Katoliki tayari iko ndani yangu, haitoki. Nimekuja kuamini baadaye. Pamoja na mkongoto. Lakini ukakata tamaa kubaki nyuma. Nikagundua kwa salamu sasa. Nikagundua kwa salamu. Kumbe nimepigwa au nimeadhibiwa kwa sababu nimeingia misa ambayo ni ya vijana na mimi sio kijana, inabidi niingie misa ya watoto. Basi
Baada ya hapo nikaanza kwenda misa ya watoto. Mamangu alikuwa mkali, wewe unaenda kanisa la Roma? Baada mama nikamwambia mimi napenda kwenda huko. Niko mdogo napambana na mamangu, yani kuhusu imani napambana naye. Mimi siendi huko, analia siendi huko. Naenda huko. Nikaenda Katoliki pale. Nikasomea mafundisho. Nilipoanza mafundisho. Mama alikubali usome mafundisho. Kwa kweli alikubali. Baada ya kuona kwamba yeye ananiambia afu sisikii. Yaani ile imani inanisukuma, sisikii kitu kabisa. Mwanangu nakwambia nitakupiga. Sawa tu mama. Ila mimi naenda. Nilikuwa tayari hata kuchapwa kuliko kuacha kwenda Katoliki. Na baba bado hakurudi kwa wakati huo. Hakurudi. Kwa hiyo nikaendelea na mafundisho. Wakati nikiwa mafundisho ya komunyo ya kwanza, yule paroko aliyekuwepo Padre Valerian Msafiri. Hata akisikiliza hii na hii mahojiano haya atacheka, maana yake anakumbuka historia ya mimi jinsi ambavyo nimekuwa Mkatoliki. Nilikuwa Mkatoliki ni katika utambuzi, nimekuja tena kutafuta kuwa Mkatoliki mwenyewe baada ya mamangu kuwa ni Pentecoste. Paroko yule akawa amehamishwa. Akaja padri mwingine ambaye anaitwa Padre Ndeseio. Gaspar Ndeseio. Huyo ndo akawa paroko yetu mpya sasa, ambaye alianza kuwa paroko yetu pale mwaka 2003. Sasa alipokuja yeye, mimi nikawa naendelea na mafundisho. Nikamueleza hali halisi nyumbani kwangu ni hivi na hivi. Basi akawa ananitia moyo. Nikapata komunyo ya kwanza 2003. Baadaye kipaimara 2004. Na kipaimara nilipewa na hayati Askofu Amedeus Msarukie. Alikuwa askofu wa jimbo la Moshi ndio. Basi katika wakati nasoma mafundisho pia nikatamani pia kutumikia. Watoto wanavaa smart, wana sare, hapo wamefunga mikono kama watakatifu. Na mimi natamani niwe hivi. Kama watakatifu hivi. Basi na mimi nikavutiwa kujiunga na shirika la Mtakatifu Alois Gonzaga. Kwa kweli kule Moshi kuna mashirika yale watoto wa kiume tunaambiwa tujiunge mtoto mtakatifu sawa, lakini kuna hilo shirika lingine la Mtakatifu Alois la watumishi wa altare. Basi na mimi nilijiunga na nikawa mtumishi, na nilikuwa kweli napenda kutumikia, na ugomvi wote wakati ule ilikuwa ni kupigania chetezo. Chetezo wanapenda watu wengi. Bana kupigania kushika chetezo wale. Sio kushika msalaba. Chetezo. Kwa hiyo tukapambana vile. Baada ya kupata kipaimara basi nikaendelea kusoma. Baada ya kipaimara nilipata 2004 na ndio mwaka ambao nimaliza la 7. Baada nikaenda sekondari, mpaka form 6 nikiwa na paroko yule. Sasa kilichonivutia kuwa padri kwa kweli maisha ya yule padri. Yes, kwa sababu mimi nilikuwa nakaa kanisani, yani kuna nyakati nilihamia kanisani. Niliomba nikae naye changamoto kama hiyo. Basi padri alinipokea kanisani kule. Nilikuwa nakaa parokiani. Nafanya kazi. Basi napata pia na mahitaji yangu muhimu. Ikiwemo ada na mahitaji mengine. Na kama nilivyokuambia mimi ni mtoto wa kwanza, kwa hiyo nilikuwa na wadogo zangu pia mimi. Bali ilitakiwa pia nifikirie pia kuhusu wadogo zangu. Padri yule alinivutia, mambo yaliyonivutia moja, maisha ya sadaka. Yule padri anajitoa sana. Kuanzia asubuhi mpaka jioni anapambana na utume. Alafu kubwa kuliko pale parokiani pana dispensary. Inatokea hata usiku mgonjwa amezidiwa. Pale hospitali hamna gari ya wagonjwa. Kule kwetu Moshi au kule kwetu kuna jijini kule wanakuja wanaomba parokiani gari. Kupeleka wagonjwa hospitali. Hospitali ya Kilema. Hospitali iko mbali kidogo kama kilomita 10 kutoka tulikuwa tunaishi. Kwa hiyo paroko anakuja kuniamsha saa 7 usiku au saa 6. Zawadi, twende tupeleke mgonjwa hospitali. Tunatoka naye pale. Tunapeleka mgonjwa usiku wa manane ule tunarudi. Kwa hiyo kwa ule utume wake na maisha yake ya kujitoa bila kujibakiza. Ndio. Na kujali watu. Na kujali ile umwa kujali kwa kweli kwa asilimia kubwa amechangia sana mimi kupenda kuwa padri. Ni kweli kule mwanzo tayari nilikuwa na ile hamu ya kuwatumikia vijana. Lakini hamu hii imekuja kunogeshwa zaidi na huyu padri Gaspar Ndeseio. Ni padri wa jimbo la Moshi. Sasa hivi kwa sasa yuko pale ni paroko. Na maisha yangu hata utendaji wangu pia wa kazi. Yani namna ninavyotenda kazi vitu vingi sana. Nimeviiga. Wanasema wakati mwingine tuige vitu vizuri vya watu. Duniani sasa hivi kuna mtindo wa kuiga vitu vibaya. Tenda kuhudumia bila kuchoka. Kujitoa bila kujibakiza.
kazi, lakini hata kazi za mikono pia, yani hata kazi baada ya utume. Wakati mwingine unakuta umeshamaliza utume na muda unakaa tu yeye anasema wewe kwa kama komando, wewe ni komando, usikae tu hivi hivi, jishughulishe na shetani atakuteka kadhalika. Kwa hiyo kwa kweli yule baba ndio chanzo cha mimi kupenda watu wangu. tuseme nini sasa Amechangisha, yani ameniongezea kitu ambacho kweli kimenifanya nitamani upande ili niweze kuhudumia watu wana kitu sana, wanahitaji tunapaswa kama Yesu kule Mungu pale alipokuwa anajitoa, kabisa anaishi kweli ule upande wake wa Yesu. Kusaidia wengine, yani maisha yangu yawe injili, yani nihubiria mimi sio kwa maneno tu, hata kwa maisha yake. Na pia amenifundisha na mimi pia kuhubiri tu kwenye mimbari isinitoshe, maisha yangu pia yawe mhubiri kwa watu wengine. Hicho ndio kitu ambacho pia mimi nimejifunza kwenye maisha, kwamba pamoja na kuhubiri kwenye mimbari, pamoja na kuhubiri kama padre, napaswa pia maisha yangu yenyewe yawe mhubiri. Baada ya kumaliza masomo ya falsafa 2016, basi kanisa likanipa muda kutafakari, kuona kama na wito. Nitakuwa kaenda kwenye kanisa, nikapata muda kutafakari jibu la wito. Kwa ule muda, katika ule muda kutafakari 2016, nikawa nafundisha shule ya masista wa Ursula de Bosco wa Yesu Mteswa kule Kibosho, jimbo Katoliki la Moshi, inaitwa St. Ursula. Katika ule muda kujitazamia, muda kujitafiti kanisa, wakati mwingine anakuja kukupa muda. Kwa mimi nashukuru walinipa muda. Mimi miaka 3. Kama Mungu amekuita, anasema amekuita tu. Kwa hiyo nilitumia miaka 3 basi baadaye nikaendelea kusikia. Na wakati muda huo amekupatia kujitafiti, ulikuwa unaishi seminari au ulikuwa unaishi shuleni? Kama nilivyokuambia, nilikuwa nafundisha shule ya masista wa Mtakatifu Ursula wa Yesu Mteswa. hapo ulikuwa katika mazingira ya shule ya masista? Nilikuwa kwenye shule, naishi shule, mtoto shule pale. Wakati unaendelea kupalilia basi baada ya hapo nilimaliza muda milioni kwa naona bado naitwa bariki niendelee na wito. Basi nikaenda chuo kikuu cha Jordan pale, nikasoma masomo yangu ya teolojia kuanzia 2019 mpaka 2023 nikapata shahada yangu ya kwanza ya masomo ya teolojia. Hapo ukiwa bado wa jimbo Katoliki la Moshi? Hapana. Ulifahamisha kupeleka jimbo? Yani niliomba kwenda nikaomba kujiunga na jimbo Katoliki la Lindi, na nikaanza mwaka wa uchungaji 2023 mwezi wa 3 mpaka hapa nilipofika leo. Na waumini wako wana kiu ya Mungu, kama ilivyo kauli mbiu ya askofu wa jimbo Katoliki la Lindi, kwamba anaona kiu. Waumini kweli wana kiu ya neno la Mungu, sio kiu ya maji wala kiu ya soda au kiu ya kitu kingine, ni kiu ya neno la Mungu. Watenda kazi wanahitajika katika jimbo Katoliki la Lindi. Kwa hiyo tunakupongeza kwa hilo, kuona uhitaji katika jimbo Katoliki la Lindi. Kwa hiyo ulijiunga mwaka gani na jimbo la Lindi? Nimejiunga na jimbo Katoliki la Lindi mara baada ya kumaliza masomo yangu. Kama nilivyokueleza, mimi nimemaliza masomo yangu ya teolojia chuo kikuu cha Jordan pale mwaka 2023 mwezi wa 7. 2024 mwezi wa 2 ndio nilijiunga rasmi na jimbo Katoliki la Lindi. Ukaanza malezi yako tena upya. Ndio. Katika kujiunga na jimbo la Lindi, katika mwaka ule mliojiunga, mlikuwa mnafuatilia wakati waleo
tuliojiunga mwaka wetu walikuwa wanne, lakini katika hao wanne wale watatu wanaendelea na masomo, ila mimi tayari nimejiunga, nimeshamaliza masomo yangu ya teolojia. Kwa moja kwa moja nilipangiwa kituo cha utume, na parokia yangu iliyopangiwa ya kwanza kabisa ndio hii parokia tuliyopo sasa, parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Bekenyera, ndio parokia niliyoanzia utume. Ndio, na 2024 mwezi wa 3. Ndio. Na parokia ndio ambayo umepewa kuzaliwa kwako. Na ndio jimbo la Lindi. Na ndio parokia niliyopewa, parokia ya nyumbani kwa jimbo la Lindi. Ndio parokia yangu ya nyumbani. Hongera sana kwa hiyo, kwa historia ambayo umeweza kutupatia. Tumeweza kufahamu ni jinsi gani Mungu anavyoita watu wake. Mpaka sasa hivi unapokaribia kupata daraja takatifu la upadre, tunaendelea kukuombea na tukabidhi mikononi mwa Mungu. Unatoa wito gani kwa vijana wa sasa hivi? Tunajua katika ulimwengu wa sasa hivi changamoto nyingi sana kwa vijana. Je, una wito gani kwa vijana kuhusiana na utandawazi kwa sasa hivi katika nyakati hizi? Katika nyakati kidogo ngumu ukilinganisha na sisi ambao ni vijana wa zamani kidogo. Mimi sio kijana wa 2000, na siku hizi naona vijana wameshagawanyishwa. Vijana wa 2000, vijana wanaitwa vijana wa 2000, sio ndio GMO, sio na nini, sio JZ na nini. Kwa sisi wala wa 80 huko ni tofauti kidogo. Kwa kweli sasa hivi kuna changamoto kubwa sana ya malezi, sio tu kwa vijana. Na hii changamoto inavyoonekana kwa vijana, maana lazima tujue msingi ni malezi. Hii changamoto tunazoona kwa vijana zimeanzia wakiwa watoto. Kwa sababu ya msingi. Nyumba ikiwa imara, kama juzi tetemeko lilipita hapa kubwa sana. Jengo hili liko imara, ndio maana halijatikiswa. Kwa hiyo unapokuwa na msingi mzuri wa malezi katika familia zetu, vijana hata wangeyumbishwa na mawimbi makubwa kiasi gani ya bahari, mawimbi ya malimwengu na utandawazi, wakapata matetemeko ya malimwengu, hawezi kutikisika kwa sababu wanakuwa na msingi imara. Msingi imara katika imani, lakini pia msingi imara katika maadili. Kwa hiyo ni rai yetu sasa, au ni rai ya kanisa kuendelea kufundisha, kwa sababu kanisa kila siku linafundisha. Kazi ya kanisa kubwa ni kufundisha imani, maadili. Kwa hiyo ni rai sasa sisi ambao ni washikadau katika ile kanisa, sasa katika ile kanisa Katoliki, sisi ni washikadau, tukazie malezi katika kuanzia ngazi ya familia. Hapo umesema kuna wanawake, baba na nguvu sana, mama na nguvu sana. Sasa huko kwenye hizo familia sasa tunakwenda kuwafundisha hizo nguvu zimikeje. Tuende kwenye hizo familia sasa, kufundisha hizo nguvu walizonazo wazitumie ili kuwalea wale watoto, ili wanapofikia umri wa kijana waweze kuwa na nguvu ya kupambana na changamoto za ulimwengu wa sasa ambazo ni nyingi. Bila imani thabiti kwa Mungu, bila malezi thabiti, kuyumbishwa ni kitu kidogo sana, haichukui muda mrefu kuyumbishwa. Kwa matatizo mengi tunayoona sister, hasa kwa vijana, ili kundi la vijana, ukifuatilia kwa asilimia kubwa utakuta chanzo chake ni malezi katika familia. Kwa hiyo tuna kila sababu, hata wewe kama mtawa, mimi kama shemasi, baadaye kama padre, kuhakikisha kwamba kwa kweli tunafundisha dini, tunafundisha katekesi, tunafundisha maadili, watu wamjue Mungu, watu wawe na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu imepotea. Dhamiri zinakufa, au sema dhamiri zimekufa. Sikia mtu kumuua mwenzake kwa sababu ya cheo, mtu kumuona mwenzake kwa sababu ya nafasi, kitu kidogo. Nyakati za uchaguzi tumeona watu wengi wameuawa kwa sababu ya kutafuta cheo, kwa sababu ya kulinda madaraka. Tunasahau utu, na vijana walimeangamia. Tunahitaji watu wapate katekesi, watu wafundishwe imani, watu wafundishwe maadili, wawe na hofu ya Mungu, dhamiri zao ziwe hai. Dhamiri zao zikiwa hai, maana yake tayari wana hofu ya Mungu. Mwenye hofu ya Mungu maana yake dhamiri yake iko hai. Mwenye hofu ya Mungu na dhamiri inalelewa, ni kufundisha vijana imani thabiti kwa Mungu, malezi na maadili, lakini kuwafundisha vijana umuhimu wa kulea dhamiri zao. Dhamiri zinalelewa kwanza kwa neno la Mungu.
tunafundisha vijana kabisa. Dhamiri inalelewa kwa neno la Mungu. 2 kwa sakramenti ya kitubio. Kutoka ungame, kutoka ungame. Vijana waungame. Vijana dhamiri inalelewa kwa sakramenti ya kitubio ya Ekaristi Takatifu. Tukumbuke Ekaristi Takatifu. Dhamiri inalelewa kwa kudumisha mila zilizo njema. Ziko mila ambazo kama jamii mbalimbali bado zipo. Zile njema, mila njema. Dhamiri zinalelewa kwa misingi imara ya wazazi. Malezi, mafundisho, watoe mafundisho kwa ajili ya kusaidia vijana wao ili dhamiri zao zibaki kuwa hai. Dhamiri zikibaki kuwa hai, tutakuwa na hofu ya Mungu. Kama tukiwa na hofu ya Mungu, tutaweza kushindana na haya yanayoendelea katika ulimwengu. Tutashinda. Tukishakuwa na hofu ya Mungu, tutajua hili ni jema, hili ni baya. Tutachagua lile lilo jema. Kwa hiyo utandawazi hautakuwa tishio kwetu, hautakuwa na nafasi kwa maisha ya vijana. Umesema vijana, lakini ukiangalia hata kwa watoto pia changamoto. Lakini tuanzie kule kuwapandikiza mbegu iliyo njema. Nakumbuka hata mimi wakati niko mdogo, kila siku jioni anakusanya maisha kwamba utakaa sehemu mbalimbali, utakutana na watu mbalimbali, lakini zingatieni nidhamu ya maisha, zingatieni imani mtayo. Alituambia kwamba mtawaliwa na watu mbalimbali. Hakufikiri kwamba utasukumia kwa sister. Sasa mtawaliwa na watu mbalimbali, wala kutegemea utawaliwa naye, lakini kikubwa ni kumheshimu kila mtu. Hiki ninachokufundisha leo ndio kije kukuonyesha hapo baadaye kwamba huyu ni mtu wa namna gani, amelelewa katika msingi ipi. Kwenda kanisani kila siku. Kwa hiyo tuko najitahidi walau kila Jumapili. Tukiangalia mazingira ambayo tumekulia, naona Uislamu huko mwingi, lakini watu wamejitahidi kila Jumapili tunaenda kanisani. Kwa hiyo wazazi ndio chachu nzima, naweza nikasema, ya malezi na kuchochea imani ya mtoto. Asante kwa kutuelezea au kutujuza jinsi historia yako ya wito na kuzaliwa kwako mpaka hapo unatarajia kupata daraja lako la upadrisho. Basi mimi sina la ziada. Kikubwa zaidi ni kukuombea na kukutakia matashi mema kwa siku hiyo. Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda na nguvu mpya, utume mpya, kama ulivyosema mwanzoni kwamba paroko wako ndiye aliyefundisha au amekuwa ni kivutio kwako, kwamba kuupenda upadri, na sio kuupenda tu upadri, lakini kule kutumikia watu, kutoa bila kubakiza. Hata kama ukija kuwa paroko siku moja umekuja kuongewa saa 6 za usiku, mimi nimelala sasa hivi msinisumbue, au muda wa siesta ule umefika, unani tena anagonga au nani anapiga simu, basi uwe tayari muda wote kuhudumia watu. Labda kwa kuliko kama utagundua mwanzo kabisa wa mazungumzo yangu, nilikwambia nilivutiwa sana na maisha ya Yohane Bosco au Don Bosco. Ndiyo. Na kwa kweli ndiye mtakatifu ambaye pia nilimchagua. Ndiyo. Ambaye aniongoze katika utume, kufundisha katekesi. Mimi napenda sana kufundisha katekesi, na vitu vingi sana nimejifunza kupitia mtakatifu huyu, na ninaendelea kujifunza, sababu watakatifu tunao wengi katika kanisa la Mungu hili, lakini kwa kweli kila mtu anachagua mtakatifu wake, anatembea naye. Sio tu mtakatifu somo, kuna mtakatifu somo, mtakatifu mlinzi, kuna malaika walinzi, lakini pia tunaalikwa pia kuchagua mtakatifu anayekuongoza. Basi na mimi nilichagua mtakatifu Yohane Bosco au Don Bosco, na kwa cha kushangaza au jambo la ajabu ambalo mimi nimeliona, hata siku ya upadri yenyewe nilipendeza Mungu, siku nitakayopewa daraja la takatifu upadri, siku ya mtakatifu Yohane Bosco. Unaweza kuona jinsi Mungu hili hata askofu wangu hajui, Mhashamu Wolfgang Pisa, askofu wa Katoliki la Lindi, hili halifahamu. Kwa hiyo sio tu kivutio, ni mtakatifu wangu wa maisha, yani natembea naye, natembea katika nyendo zake, ndio nimemchagua niongoze, ndio dira yangu ya maisha. Kwa hiyo mimi pia nina furaha kubwa sana
na furaha kubwa sana kwamba mtakatifu yule ambaye nimemchagua ambaye ni padre. Hiyo siku ambaye ni siku yake, ni siku ya Mtakatifu Don Bosco padre, ndio siku hiyo na mimi nitafanywa kuwa padre. Kwa hiyo hili pia limeniongezea furaha, lakini sio tu furaha, limeniongezea ari ya uinjilishaji. Yule anayeniongoza ndio anapata kupata siku yake. Kwa hiyo sasa limenifanya kuona kwamba huyu mtakatifu kweli ananiongoza vizuri. Ndio maana amewawezesha hata mababa wa kanisa hao wakapanga ratiba zao bila kujua. Akasema ngoja tuweke tarehe 31. Kwa unaweza kuona maajabu haya ya Mungu. Sasa kwa jinsi Mungu anavyojibu. Na hili limenidhihirishia kabisa kweli mtakatifu ananiongoza. Maana hata nakuwa inafikia tu anakuwa padre siku yake. Na ulianza nao mwanzo. Na kila tarehe 31 kutoka nikiwa kijana mdogo, siku hii nilikuwa naiazimisha. Nilikuwa naisherehekea na kila nafikia tarehe baada ya kufahamu kutoka 2007 huko nikiwa kidato cha 3, 2008 nikiwa kidato cha 4. Kwa hiyo toka nimemfahamu mtakatifu huyu, kila tarehe 31 na kwa namna ya pekee sana na tafakari. Sasa leo mwishoni nakuwa padre tarehe ile. Kwa hiyo inanifanya sasa mimi kwenye maisha yangu niwe na matukio mawili makubwa kwa mpigo. Sikukuu ya somo wangu mtakatifu nilimchagua kama jina langu ya maisha, lakini pia siku niliyopata upadre. Kwa hiyo naomba Mungu ili basi siku hiyo kama ikifikia kama Mungu alivyopanga, kwa kweli itaandika pia historia mpya katika wito wangu, lakini itachajisha pia ari yangu ya uinjilishaji kama padre. Asante sana, na tumaini tumefikia tamati ya kipindi hiki cha Nitume Mimi katika Dada Wadogo Media. Basi ninakushukuru sana Shemasi kwa muda wako kwa siku hii ya leo kusikiliza. Kila lililokuwa na mwanzo litakuwa na mwisho. Ni mimi Sister Desideria Makota katika parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Bekenyera, na ndipo parokia ambayo alikotokea Shemasi wetu Deodati ipo Katoliki. Asante sana. Nakutakia kila lido jema na maandalizi mema ya daraja takatifu ya upadre. Asante. Naomba tufunge kwa sala. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Daima tunajiweka chini ya ulinzi wa Bikira Maria, tunaukimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, tuokoe siku zote tunapokuwa hatarini. Ee Bikira mtukufu na mwenye baraka. Bwana awe nanyi Na awe rohoni mwako. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante sana. Asante. Nashukuru.